Na pia naomba nichukue nafasi hii tukumbushane kwamba kauli mbiu ya safari hii ni tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Baada ya shukrani hizo kwa Mwenyezi Mungu, naomba pia niwashukuru wananchi wote wa mkoa wa Singida, lakini niwashukuru wananchi wa wilaya hii ya Iramba na hususan wa kata hii ya Kaselia kwa kuweza kukusanyika hapa kwa ajili ya mwendelezo wa shughuli hizi za sherehe za kutimiza miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama chetu. Niwashukuru sana, mapokezi ambayo nimeyapokea ni makubwa sana. Kama kawaida ninapokuja hapa Singida, kama nichukue nafasi hii nimshukuru sana Mheshimiwa DC, alikuja akatoa maelezo ya kipindi ambacho yeye amefika hapa mwaka 2021 mpaka sasa, hatua ambayo imepigwa ambayo ni kubwa sana. Vyote hivyo ni ushirikiano mkubwa sana ambao umefanywa baina ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Safari hii chama tulipitisha ilani, imeletwa, imetembezwa nchi nzima, imetangazwa na wanairamba pamoja na wanasingida. Mulipokea na mkaahidi tunaenda kufanya maajabu. Mimi kwa kweli sikushangaa sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu uchaguzi wa serikali za mitaa mlianza kutoa dalili, mambo ambayo tunapaswa kuendelea pia kuyafanya kuimarisha chama chetu. Tumemaliza uchaguzi, sasa tunakwenda kwenye kujenga taifa. Tumemaliza uchaguzi, sasa ni kujiimarisha. Kwa maana ya kukiimarisha chama chetu cha Mapinduzi tukiimarishe. Na tukiimarisha, tunakiimarishaje? Tunakiimarisha kwa sababu tunapokwenda kwenye sherehe za nusu karne, tunataka watu waje waone kwamba chama hiki ni chama kikubwa, na ukubwa wetu sio kura tu nyingi ambazo tunazipiga, lakini sasa tunataka tuimarishe na miundombinu ya chama chetu, lakini pia tuimarishe na shughuli zetu za maendeleo kwa maana ya miradi ya chama. Tuviimarishe hivyo ili sasa mwakani tuwe na kitu cha kwenda kukionyeshea mkono kwamba hii ni juhudi ambayo tumeifanya kama wanachama kuweza kujiimarisha. Kwa bahati nzuri sana, na Mheshimiwa Mwenyekiti alizungumza kwamba eneo hili ni eneo la kiwanja cha Chama cha Mapinduzi. Tuna utamaduni ambao nahisi ningeomba sana tuanze kubadilika kidogo kidogo. Wana CCM, Chama cha Mapinduzi kina mali nyingi sana, lakini sasa cha kukifanya ili kiende vizuri ni kuorodhesha mali zetu na kuzisajili. Hiyo itaepusha watu kuvamia maeneo yetu. Chama kina maeneo makubwa, kina maeneo mazuri. Ukisha kuyasajili na kuyawekea mipaka, itawia vigumu wengine kuja kuvamia maeneo yetu na baadaye kutuingiza kwenye migogoro wakati tunapotaka kujiendeleza kwa kujenga miradi ndani ya chama. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, na hili nalo lenyewe tulifanya. Lakini pia napenda nitoe shukrani. Natoa shukrani kwa wana Singida, natoa shukrani kwa wana Iramba, natoa shukrani kwa wana Kaselia kwa sababu Kaselia baada ya uchaguzi wa tarehe 29 fitna nchini, lakini tunashukuru sana kwa wale ambao tulikuwa tunasikilizia Singida. Hapakuwa na jambo lolote ambalo liliathiri umoja na mshikamano wenu. Mtihani ulikuwa mkubwa, taharuki ilikuwa kubwa. Najua kwa wanyie wana Singida na hasa wana Iramba, baada ya kuangalia vyombo vya habari mkaambiwa kwamba mbunge wenu amechomewa mali zake, amechomewa sijui nyumba yake, sijui vitu gani, biashara zake, vitu ambavyo havikuwa vya kweli, lakini ilikuwa ni katika kurusha ile taharuki. Uharibifu ulifanyika kweli, lakini ulifanyika kwa mali za watu wengine, kwa jina la watu wengine. Sasa hili halikubadilisha msimamo wenu, kwa hiyo nanyi hamkushawishika ili muweze kuingia kwenye ile vurugu. Kwa hiyo naomba nitoe shukrani kubwa sana. Hili linaonyesha namna gani ambapo mmekuwa wamoja na mpo pamoja na kuendelea kushirikiana. Na sasa hili tunatakiwa tulidumishe. Fitna kama hizi zinazopikwa nje ya nchi tunapoletewa tuzipime mara nyingi sana
kabla ya kuanza kutekeleza kwa faida ya hao ambao wanaishi huko. Tunaoishi hapa Tanzania ni sisi wenyewe wa Tanzania. Tukilibomoja hazi hili, hao wenzetu walioko huko Ulaya wao wanalipwa kwa kadiri ya uharibifu uliofanyika huko. Tukiharibu kwa nguvu sana, wao wanalipwa zaidi huko waliko. Kwa sasa tusiharibu wao walioko Ulaya. Sisi tuliopo hapa ndio maskini. Sisi tuliopo hapa ndio tunaovujwa, tunaotokwa na jasho katika kujiimarisha. Sasa tusishawishike kuharibu mali zetu au za majirani zetu na watu wengine. Kwa hiyo jambo hili ni jambo ambalo pia na lenyewe ningependa kulitolea shukrani sana, ili tudumishe umoja na mshikamano ambao tumekuwa nao. Jana nilikuwa nazungumza kwenye mkoa na mwenyekiti anasema wakati ule kulitokezea shamra za matarumbeta, wakaogopa, wakafikiria labda na ile fitna ishafika na Singida. Wakaambia hapana, kuna kikundi ambacho kipo kwenye harusi, watu hata habari hawana, wanaelekea kwenye kufanya shughuli zao za kawaida, wanakwenda kwenye harusi. Ndio hizo tarumbeta zilikuwa zinahusiana na hilo, lakini hazikuhusiana na ile fitna ambayo ile isitokezee ndani ya nchi yetu. Ailinde nchi hii, atulinde sisi wananchi wa nchi hii, awalinde na viongozi wetu, ili tuweze kuiongoza nchi na tupokezane vijiti. Nchi hii pamoja na kwamba chama ndio hicho, lakini kumekuwa na kupokezana vijiti. Sisi viongozi wengi wetu tunaosimama sasa ni wale ambao tumezaliwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio wale ambao wamezaliwa kabla Tanganyika haijapata uhuru. Waliopo ambao wamezaliwa ndani ya Tanganyika ni wachache sana sasa hivi. Wengi wepo ni zao la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi tunayojua ni Tanzania. Hiyo Tanganyika tunaisikia kwenye historia tu, kwa sababu tumezaliwa, hizo tarjisi na vyeti vya kuzaliwa vilivyopo ni vya Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ni nchi yetu, tutakaoilinda na kuitunza ni sisi wenyewe, na wala hatupaswi kushawishiwa na mtu ambaye haishi humu ndani ya nchi, ambaye anapokea pato kutoka kwa nje ili kuja kulichafua na kuliharibu taifa letu. Kwa hiyo hili nitaomba niwashukuruni sana sana sana, na mnapaswa mjipongeze. CCM oyee! Niligusia kidogo swali la mali zile ambazo nasema kwamba tufanye utaratibu wa kusajili. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukae kwenye vikao ili tuanzishe utaratibu tusajili mali zetu ndani ya